unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu wa rehema, unastahili kuabudiwa Yesu, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Haleluya, unastahili Mungu mwenye nguvu, unastahili, unastahili, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa Yesu, unastahili, nani kama wewe, unastahili, unastahili, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Adonai, unastahili, unastahili wewe, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Basi tukaombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakutukuza. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya rehema na neema na upendo ambao Baba umetupa saa hii kwenda kusikia neno lako litakaloenda kuleta uponyaji, uzima, neema katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Baba, wewe ni Mwokozi, wewe ni Muumbaji. Hakuna kama wewe, tenda miujiza, unayeweza kugusa, unayeweza kubariki, unayeweza kuponya, unayeweza kuleta uzima na afya njema katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya rehema zako, Mfalme. Wewe ni Baba mwema mwaminifu, na alibariki jina lako saa hii, Mfalme, maana ni saa yako. Tumetamani kusikia kutoka kwako. Nenda Bwana, kaseme nasi, nenda nasi na watumishi wako tunasikia. Nenda na roho zetu, nenda na nafsi zetu, nenda na akili zetu, nasi tupate kupokea uzima, tupate kupokea ukombozi, tupate kupokea utukufu wako, maana umesema na wapenda wanipendao wanitafutao kwa bidii wataniona. Nawe Baba umesema mtakaponiita mtaenda kuniona, nami nitaenda kusikia. Nasi tuko tayari Bwana kusikia kutoka kwako, maana umesema utakapoisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kutenda sawasawa ni kuagiza hivi leo, ndivyo utakavyobarikiwa, ndivyo utakavyofanikiwa, ndipo utakapokuwa na mema, ndipo utakapokuwa na baraka tele na uzima tele. Yesu na Baba yetu tusaidie, Mfalme, tuongoze, tusikie kutoka kwako. Shusha utukufu wako na nguvu zako, itukalie na zaidi fungua fahamu zetu tupate kuelewa maandiko. Tutuwezeshe tukuone, na tunahitaji uwepo wako saa hii na utukufu wako katika maisha yetu. Katika jina la Yesu ninaitisha roho tulivu na usikivu, roho ya maarifa na nguvu ishuke juu ya maisha yetu tunapoenda kulisikia neno hili, likapate kuleta baraka, uzima, likapate kutupa nguvu ya kusonga mbele katika kukutumaini, katika kukutegemea. Katika jina la Yesu kila mmoja pumzi aseme amen. 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 Haleluya. Mwambie jirani yako, Yesu anakupenda, Yesu anakujali, Yesu anakuthamini. Mshangilie kwa makofi na vigelegele basi. Haleluya. 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 Tunaenda kusikiliza neno la Mungu ambalo tumekuwa nalo kwa muda sasa, ambao tunaanza mwaka, tulivyoanza mwaka mpya. Neno lilitukumbusha kuishi ndani ya nuru ili tuweze kufanikiwa, ili tuweze kuwa na amani, ili tuweze kuwa na utukufu na baraka za Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wiki hii tunaendelea na somo kama hilo, lakini katika kuendelea kutafuta, tuliangalia mtakeni Bwana na nguvu zake. Tukaangalia Jumapili iliyopita tukasema nini? Katika ule upendo. Somo la Jumapili tukaangalia
Kuna kitu tuliangalia Jumapili pia, tukasema ishi katika Mungu aliye na hatima ya nini? Maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwamba Mungu ni upendo na Mungu amejaa neema, lakini pia zaidi ya hayo ametuonyesha pendo lililo kuu, ametuonyesha rehema, ametuonyesha fadhili. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kutuonyesha hayo yote ni kwa faida yetu, tuweze kumjua sana Mungu, tuweze kumkaribia sana Mungu, tuweze kujisogeza kwa Baba aliyetuumba kwa mfano na kwa sura yake, ili tunapomsogelea kama watoto walivyotupa mistari ya moyo katika ile kitabu cha Yakobo, anasema mkaribieni Mungu naye atafanya nini? Naye atawakaribia. Anasema katika kumkaribia Mungu lazima ujue namna gani unamkaribia Mungu, maana Mungu ni Baba lakini Mungu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unapoenda kwake kama Baba atakusikiliza, lakini kuna kanuni na masharti yanayozingatiwa ili uweze kusikilizwa. Amesema ombeni, mtafuteni maana mnapatikana. Katikati ya wiki tukaangalia ile Isaya 55 mstari wa 6 mpaka 10, tukaangalia anasema mtakeni Bwana, mtafuteni Bwana siku zote, si ndio? Utafuteni uso wake, si ndio? Wale waliokuwepo katikati ya wiki tulijifunza. Haleluya. Nasema mtafuteni Bwana maana mnapatikana, mwiteni maana yu karibu. Kumbe kuna namna ya kwenda mbele za Mungu kwa maombi. Kuna namna ya kwenda mbele za Mungu unaposema na Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia mtazamo, fikra, moyo lazima uungamanishwe na lile kusudi la Mungu, ambaye Mungu anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana pasipo huo utakatifu hakuna mtu atakayemwona Mungu. Maana yake nini? Kuna kuchagua unapoenda mbele za Mungu. Wewe ni nani? Jitambue. Alafu unaenda kwa nani na uwezo wake ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tuliangalia hilo somo kwa upana. Chagua nini? Ishi ndani ya Mungu ili upate nini? Ishi ndani ya Mungu ili upate kibali na nini? Na udhihirisho au tukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Hilo lilikuwa ni somo lililopita. Najaribu kukurudisha tulikotoka kwa sababu ni muendelezo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo tunaenda kwenye somo linalosema chagua chanzo cha uzima. Chanzo cha uzima wetu. Source of eternal life. Tunapomchagua Yesu Kristo aliye uzima wetu, aliye nguvu yetu, aliye msaada wetu, chanzo cha uzima wetu. Unaweza kuandika hivi: chanzo cha uzima wetu ni nani? Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tutasimama na mistari michache, lakini tutasimama na mstari mkuu ni Petro wa pili sura ya kwanza. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 10 na 11, na Zaburi ya 16 mstari wa 11, na kitabu cha Kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka 15 mstari wa 13. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 10-11, na Zaburi 16 mstari wa 11, na Kutoka 15 mstari wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Tukaanze na kile kitabu cha Petro wa pili mstari wa ngapi? Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 11. Bwana Yesu asifiwe. Petro analiandikia kanisa akitukumbusha chanzo cha uzima wetu na namna ambayo tunaweza kukaa katika hiyo chanzo cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Tunapojifunza neno la Mungu ni ili tukumbushe wajibu wetu na namna ya kukaa katika lile wajibu, katika wajibu ule. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 10 hadi 11. Biblia imeandika maneno haya:
Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tarudia. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu anatufundisha chanzo cha uzima wetu ni sisi kujua kazi ya wokovu iliyofanywa na Yesu Kristo. Yesu anasema katika Yohana 10 mstari wa 10, ukianza kusoma Yohana 10 mstari 28, lakini nataka usome sura ya Yohana 10 utapata. Yesu anasema kuanzia mstari wa 10, mwivi haji bali anapokuja ana kazi maalum, na kazi ya shetani ni kuja kuharibu, kuchinja na kuua. Lakini anasema mimi Yesu sasa nile uzima wako, nile nguvu yako, nile tumaini lako, nimekuja ili nikuonyeshe njia ya uzima, na huo uzima ni kumjua Yesu Kristo na kukaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposoma hiyo sura tunapata kujifunza kujua kwamba kile Petro alichokuwa akisema kwamba tumeitwa kwa uteule mtakatifu, tumeitwa kwa kusudi tuweze kujua chanzo cha uzima wetu, na chanzo hicho ndio kitakachokupa nguvu, uzima, neema, baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu ndio uhai wetu, Yesu ndio uzima wetu. Haleluya. Tukasome katika Yohana 10 mstari wa 28 jinsi tunavyoweza kupata ule uzima uliotokana na Yesu, kama Petro alivyosisitiza kujitahidi sana. Kwa kusudi la kujitahidi ni kwa maana ya kwamba kusiepuka vile vitu ambavyo vinatuondolea uzima wa milele ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anasema kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imani. Maana yake kile kitu kinachokupa nguvu ndio una maana yake unatakiwa kukisogelea kila siku, kuishi kwayo ndani yake kila siku, ili upate neema zaidi, upate baraka zaidi. Tusomee Yohana 10 mstari 28. Yohana 10. Nasoma Yohana 10. Tumia nyingine. Mstari wa 28 nasema. Ndio. Nami nawapa uzima wa milele. Nami nawapa uzima wa nini? Wa milele. Nani anasema? Yesu Kristo. Anzia mstari wa 10 alafu uruke kwenda 28. Mstari wa 10 nasema, mwivi haji ili aibe. Yesu anasema mwivi haji ili aibe, ila kwa kusudi la kuiba. Na kuchinja na kuharibu. Akisha kuiba anakichinja, maana yake anajua uzima wa milele uko ndani yako unapojua nuru. Na lengo lake ni kukuondolea utukufu ili usione furaha ya kufuata Mungu. Ndio maana anasema mwivi haji ila aibe, maana yake anaiba baraka za Mungu ndani yako. Anachukua furaha ya Kristo ndani yako. Anachukua uzima ule wa milele ndani yako na kukupa magonjwa na kukupa hofu na kukupa mashaka. Haleluya. Ndio maana Yesu anasema huyo mwivi kazi yake ndio hiyo. Anaiba, anachinja, anateketeza, anachelewesha baraka zako. Lakini Yesu ashukuriwe kwa sababu ya upendo mwingi. Amesema bali mimi nalikuja ili wawe na uzima. Nasema mimi nalikuja ili wawe na uzima. Mimi nalikuja ili wawe na uzima. Kisha wawe nao tele. Alafu kisha kuwa na uzima unakuwa nao tele. Mstari 28. Nami
nami nawapa uzima wa milele. Yesu anasema naye anatupa uzima wa nini? Wa milele. Wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna kupotea tena. Maana yake Yesu akikupokea amekupokea. Wala hakuna mtu atakayewapokonya. Maana shetani hawezi kukupokonya ndani ya mikono ya Mungu. Ndio maana tukajifunza chanzo cha uzima wetu ni nani? Ni Yesu. Haleluya. Chanzo cha uzima wetu ni nani? Ni Yesu. Na ndani yake ndipo kuna uzima, na ndani yake ndipo kuna nuru, na ile nuru ni uzima wa watu, na ile uzima ni kwa faida yangu, ni kwa faida yako. Haleluya. Kwa hiyo lazima, kama Petro alivyosema, tujitahidi sana. Kujitahidi maana yake weka bidii, weka nia, weka nguvu katika kumfuata, kumtumikia Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema, anaposema jitahidi, jitahidi maana yake ni weka mikakati yako ya kukaa mbele za Mungu. Weka mikakati ya kuimarisha ushirika na Mungu. Weka mikakati ya namna unavyoweza kumtafuta Mungu na kukaa naye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni upendo na Mungu yupo kwa wale wanamtafuta. Kwa hiyo njia ya uzima ipo kwa Yesu, tukimjua, tukimtafuta, tukimtaka. Haleluya. Zaburi ile ya 16 mstari wa 11. Zaburi ya 16 mstari wa 11. Amen. Anasema, kwa kuwa sasa nimeichagua chanzo cha uzima, na njia ya uzima wangu ni Yesu. Yesu huyo Daudi akasema, utanijulisha mimi njia ya nini? Ya uzima, namna ya kukaa ndani ya uzima, namna ya kutembea ndani ya uzima huo, namna ya kuishi ndani ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akasema katika Yohana, anasema ukisha kuja kwangu, anasema hakuna mtu atakayeweza kukupokonya, atakayeweza kukuiba ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Unapopewa uzima kuna ulinzi. Unapopokea uzima kuna neema na utukufu, na malaika wanaachiliwa kwa ajili yako. Ndio maana Yesu anasema, wala hakuna mtu awezaye kuwatoa mikononi mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daudi alijua siri hiyo. Ndio maana akasema, Bwana utanijulisha njia ya uzima. Mbele za uso wako ziko furaha. Alafu anasema, maana ninapopata uzima, uzima ule unanielekeza kukusogelea zaidi, kukujenga ushirika zaidi na Mungu, kukaa na Mungu siku zote. Ndio maana anasema, mbele ya uso wa Mungu hakuna huzuni. Kuna nini? Kuna furaha tele. Maana yake unapokubali kujitenga na dunia na kutafuta uso wa Mungu, anasema mbele za Mungu kuna furaha tele. Hautasumbuka juu ya matatizo yaliyokuzunguka, kwa sababu Kristo ndiye amani yako, kwa sababu Kristo ndio nguvu yako, kwa sababu Kristo ndio anayekupa nguvu ya kushinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema, mwanangu, nipe moyo wako nahitaji, ili niweze kuzungumza nao, ili niweze kuweka sheria zangu, nami nikae ndani yako. Kwa sababu Yesu ana kazi kubwa. Haleluya. Ana kazi nyingi ya kukupa. Leo atakwambia ufanye hivi, kesho usimama na hapa, kesho omba na huyu, kesho fanye hivi. Kwa hiyo hautapata muda wa kuwaza matatizo yaliyokuzunguka, bali utakuwa unawaza uzuri wa Mungu. Ndio maana Daudi akasema, maana mbele za uso wa Bwana kuna furaha, kuna amani, kuna neema, kuna utukufu na baraka tele. Haleluya. Mbele za Bwana kuna furaha nini? Tele. Na tulisoma katika Warumi 15 mstari wa 13, Paulo naye akatambua hiyo furaha, akasema Bwana awape, Bwana watumaini awape nini? Furaha tele. Hebu tusomee hiyo 15 mstari wa 13. Inaendana na hiyo Zaburi. Na ndani ya furaha kuna hekima, sema amina. Ndani ya furaha tele kuna uzima na baraka, neema na kibali. Warumi 15:13 inasema. Amen. Basi Mungu watumaini. Anasema basi Mungu watumaini. Na wajaze
ninyi furaha yote na awajaze ninyi furaha yote. Maana yake kama ipo 100% akupe 100%, kama ni 200% akupe 200%. Bwana Yesu asifiwe. Yaani amerejea kile Daudi alichosema. Anasema katika Zaburi ya 16 mstari wa 11, mbele zako nionyeshe njia nini ya uzima. Alafu ninapoipokea uzima, anasema mbele yako, mbele za uso wako kuna nini? Furaha tele. Bwana Yesu asifiwe. Wote wamezungumza kitu kimoja, lakini kwa lugha tofauti tofauti. Ndio maana Paulo akasema naye Mungu wa nini? Watumaini. Kumbe Mungu ni tumaini letu. Sema amina. Anayetupa vyote tunahitaji. Anatupa faraja, anatupa nguvu, anatupa neema, anatupa uweza na mamlaka. Sema amina. Na zaidi, kwa sababu hivyo vitu tunavitumia duniani, lakini uzima wa milele ni pale tunapoenda kukaa naye. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu akasema na uzima wa milele ndio huu, katika Yohana 17, wakujue wewe nani? Baba, na mwanao Yesu Kristo uliyemtuma. Maana yake kumjua Yesu, anasema mimi nakupatia, ukishanijua na kunipa nafasi, ninakupa uzima wa milele. Haikuwa tu kumjua jina lake, no, ni kujua nafasi yake, ni kujua nguvu zake, ni kumjua kama Mwokozi, ni kumjua kama msaada. Alafu unamwita, unamwambia Baba, I need you, nipe nguvu yako, niongoze, nitetee, nipiganie, nifundishe, karibu ndani yangu nami ni ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumjua sio kumjua jina lake tu. Kumjua maana yake kumpa nafasi na kukubali kuongozwa naye. Walisia Warumi 15:13, awajaze tumaini yote. Basi Mungu atumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini. Amen. Katika kufanya nini? Kuamini. Pate mzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Mzidi sana, kama Petro alivyosema, mkijitahidi sana kwa wito wenu, kwa uteule wenu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo naye anasema ili Mungu awajaze furaha yote, ili mzidi sana katika nguvu ya Roho Mtakatifu, ili mzidi kuzaa matunda sana katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumeitwa si kwa hasara, bali kwa faida. Tumeitwa kwa faida, si kwa hasara. Haleluya. Maana yake chanzo cha uzima wetu ni Yesu, na sisi tunapaswa kwa hiyo kuzidi sana kumjua yeye aliyetuita, kukaa katika pendo lake, kukaa katika ushirika naye, ili tupate uzima wa milele, tupate urithi wa watakatifu, tupate nguvu za Roho Mtakatifu na neema izidio na utukufu na nguvu za Mungu. Haleluya. Amen. Zaburi ya 105 mstari wa 4. Unajifunza kitu watu wa Mungu. Zaburi 105 mstari wa 4 nasema. Amen. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Kumbe kuna kumtaka Bwana siku zote. Kama jana alikupa utukufu wa kutembea siku nzima, leo unahitaji utukufu utakao kuongoza kwa siku zinazokuja. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tunapokwenda mbele za Mungu tusirizike kwamba nimeshakaa ndani ya ufalme inatosha. No, kuna zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zaidi ya wokovu. Kuna zaidi ya kumjua Mungu. Kuna zaidi ya kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake anataka kuongoze hatua zako, akuongoze kila siku, ili kusudi ajitwalie utukufu, lakini pia umzalie matunda. Bwana Yesu asifiwe. Umzalie nini? Matunda. Ndio maana Petro akahimiza sana, jitahidi zaidi kufanya imara kuitwa kwenu. Uliitwa kwa kusudi. Yohana 15:16 anasema si ninyi mlionichagua, bali mimi ndio niliowachagua. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuchagua anajua sifa zako, anajua udhaifu wako, anajua uzuri wako, na anakuita kwa kusudi ili upate kusimama kwa nafasi. Sema kusimama kwa nafasi. Kusimama kwa nafasi utamfanya Mungu kudhihirisha uwepo wake.
mamlaka yake, baraka zake katika maisha yako. Haleluya. Kinyume na hapo, maana yake utakapofanya shingo ngumu, maana yake utakutana na changamoto na ghadhabu. Haleluya. Maana yake utakapojua chanzo cha uzima na kukaa ndani yake, ndipo utakuwa imara na kuwa na furaha na kuwa na amani na kuwa na mafanikio na kuwa na hekima na maarifa katika kumjua Mungu, katika hekima yake, katika maarifa yake, katika kimo chake, katika upana wake na katika na urefu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimjua Mungu kwa viwango hivi, anataka umjue sana. Maana yake kama leo umejua kuzungumza na Mungu na Mungu anasemaje, ukaisikiliza sauti na kuitenda kama anavyokuagiza, kesho atakupa namna nyingine, kwa sababu Mungu hana mfumo mmoja wa kuzungumza na mtu, ana mifumo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Target yake anataka umjue zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haitoshi kusema Jumapili naenda kanisani, Jumatatu naenda, Jumatano, Ijumaa. No, ni zaidi, ni zaidi. Maana yake jenga ushirika wa kila siku, ikiwezekana kila saa. Bwana Yesu asifiwe. Kila saa, isipite sekunde bila kumtafakari Mungu. Maana yake ukiacha dakika moja ukaacha kumtafakari Mungu, maana yake yanayochukua nafasi ni yaliyojaza moyo wako, na mwisho wake itakufanya uachie nafasi na adui naye akakuletea ya kwake, akakujaza ya kwake, akaondoa ya Mungu, akaleta magugu ndani yako. Haleluya. Yesu atusaidie. Moyo ni kichaka, lakini moyo ni hekalu. Sijui kama umesikia. Moyo ni kichaka, lakini moyo unaweza kuwa ni hekalu. Maana yake unapochagua chanzo cha uzima wako na kukaa na kutafuta na kuimarisha ushirika na Mungu, hautapata nafasi ya moyo wako kufanyika kichaka. Yesu akasema ndani ya moyo hutoka mawazo mabaya. Maana yake aliye na uzima tena haruhusu moyo wake kutumika kama nini? Kichaka cha mawazo mabaya, fikra mbaya, tamaa mbaya. Haleluya. Bali utakuwa ukitafakari wema wa Mungu na fadhili zake na kuziimba kwa zaburi, kwa tenzi, huko ukimwimbia. Paulo akasema mkimwimbia Mungu mioyoni mwenu. Maana yake moyo wako lazima ushughulishe kwa mambo ya Mungu. Moyo wako ushughulishe kwa mambo ya nani? Ya Mungu, sio ya dunia, sio ya wanadamu. Ukijishughulisha na wanadamu, mwisho wake utapata matatizo ya nini? Ya moyo na msongo wa mawazo. Lakini ukijihusisha na ya Yesu, atakupa furaha tele. Daudi akasema mbele za uso wa Bwana kuna furaha tele. Na wakati Paulo akasema Bwana Mungu awajaze furaha yote na amani, ili mzidi sana katika nguvu za Roho nani? Nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tukaangalia kitabu cha Kutoka 15 mstari wa 13, anasema maneno haya: wewe kwa rehema zako umeongoza watu uliowakomboa, kwa uwezo wako uliowaelekeza hata makao yako matakatifu. Hapa ni Musa anamsifu Mungu kwa yale mambo ambayo alitenda, kwa sababu Mungu anapokuita anajua njia, anajua wapi unatakiwa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akamtukuza Mungu kwa yale ambayo aliyafanya kwa ukombozi, lakini si kwa sababu ya wale watu walikuwa waaminifu watakatifu, bali kwa sababu ya rehema za Mungu, kwa sababu kuna wema wa Mungu unaachiliwa unapokubali kuambatana na kukaa ndani ya uzima wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Njia pekee ni kukaa ndani ya Yesu Kristo kila siku, kujenga ushirika naye kila siku kupitia mpango mahususi. Katika ile safari ya wanafunzi wanasema jenga mikakati madhubuti katika kumkaa ndani ya Kristo na kukua na kufikia kimo. Bwana Yesu asifiwe. Kukua na kufikia nini? Kimo cha utimilifu na ukamilifu. Kimo. Bwana Yesu asifiwe. Kama jana ulijua Mungu 1 jumlisha 1 ni 2, leo utamjua Mungu 5 mara 5 ni ngapi? 5 mara 5 ni ngapi? 5 mara 6 ni ngapi? Hivi. Kwa hiyo Mungu anataka umjue kwa viwango
vya utukufu, kutoka utukufu kwenda utukufu. Ndio maana anasema msiwe kama watoto wachanga. Maana kuna sehemu lazima usimame, umjue Mungu kwa mapana yake, umjue Mungu kwa haki yake, umjue Mungu kwa utukufu wake, umjue Mungu kwa ghadhabu na hasira zake zinapowaka. Bwana Yesu asifiwe. Umjue Mungu kwa kuwa hakimu wa haki, ili kwamba unapoenda kinyume na mapenzi yake ujue namna ya kurudi kwake, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema. Haleluya. Amejaa rehema, amejaa kweli. Haleluya. Ili tuweze kufurahia njia ya uzima, tunahitaji kujikana na kukubali uongozi wa Mungu kila siku. Daily guidance. Daily guidance. Tunahitaji kuongozwa na Mungu kila siku. Sio Jumapili tu, kila siku. Jumamosi unamhitaji Mungu siku yote. Jumapili unamhitaji Mungu. Unahitaji mwongozo wa Mungu. Unahitaji sheria ya Mungu. Kujikumbusha. Ndio maana ukaambiwa utakapoisikiliza sauti hii. Maana anasema neno lile li karibu nawe sana, li katika kinywa chako na moyo wako, ili upate kulitenda. Ili upate kutenda, anasema ndipo nimeachilia baraka na uzima. Kumbe kuna baraka alafu kuna uzima. Unaweza ukapata baraka ukakosa uzima. Yesu atusaidie. Alafu akisha achilia baraka na uzima, anasema na wingi wa siku, ili ufurahie kile ambacho Mungu ameachilia katika maisha yako. Uone vizazi vyako na watoto wa watoto wako, ukafurahia baraka za Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji uongozi au mwongozo wa Mungu wa kila siku. Ndio maana katika Methali 5:3 akasema mkabidhi Bwana njia zako. Tumaini yeye, mkiri yeye. Haleluya. Ni hatua ya kila siku. Kwamba Bwana, leo naikabidhi hatua yangu. Naenda sokoni, niongoze sokoni. Fungua macho yangu nione nisiyoweza kuona kwa macho ya wanadamu. Nifundishe hekima yako, nifundishe maarifa yako, nijue wapi pa kusema, wapi pa kunyamaza, wapi pa kuzungumza, wapi pa kutenda. Haleluya. Kama unaenda sokoni, kama unaenda kazini, vivyo hivyo. Unatakiwa mkabidhi Bwana njia zako. Maana yake njia ni zile unazoenda kufanya kwa siku ile. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema kuna njia ionekanayo pema nini? Kuna njia ionekanayo nini? Mmesahau jamani Methali hiyo. Kuna njia ionekanayo njema machoni pa mtu mwenyewe, lakini mwisho wake ni nini? Ni uharibifu. Lakini tunapomkabidhi Bwana njia zetu na mawazo yetu na hatua zetu na mikakati yetu, Mungu anaitambulisha, Mungu anaithibitisha. Haleluya. Kwa sababu yeye ndio uzima wetu, yeye ndio nuru yetu, yeye ndio nguvu yetu, yeye ndio furaha yetu, yeye ndio amani yetu. Ni nani? Yesu. Haleluya. Shangilie basi Yesu kwa makofi na vigelegele. Kwa hiyo utakapojua siri hiyo, hautayumbishwa. Hautaenda kwa akili zako. Hautatamani kufanya mambo kwa mazoea. Nilishawaambia usiende kwa Mungu ukijua kitu. Nenda kwa Mungu ukitaka kujua kila kitu. Maana Mungu anabadilika. Sekunde anaweza kubadilika. Saa hii anaweza akasema nawe kama baba. Sekunde ukirudi amekaa kama hakimu wa haki. Yesu atusaidie. Au umeenda sekunde amekuwa jemedari mkuu. Bwana tupe hekima kuelewa. Au saa hiyo umekutana amevaa macho ya tai au sura ya simba. Bwana tupe hekima kuelewa. Kwa hiyo lazima mjue sana Mungu. Maana anasema kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Cha maarifa. Lakini Daudi akasema kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Haleluya. Hiyo maarifa ni nani? Sulemani alisema. Lakini Daudi akasema katika Zaburi ya 102 nasema kumcha Bwana ni chanzo cha hekima na akili nyingi. Bwana Yesu asifiwe.
Kumbe tunapata hekima kwamba hapa natakiwa nimwendee Baba kwa hekima hii, kwa maarifa hii. Ndio maana katika Methali ni 9:10 anasema kumcha Bwana ni chanzo cha nini? Cha maarifa, na kumjua aliye mtakatifu ni ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kumjua ni ufahamu. Alafu Daudi akasema naye kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na akili nyingi. Haleluya. Kwa hiyo hatuendi kwa Mungu kwa mazoea. Maana sekunde anaweza akakurarua usipojua kanuni zake. Haleluya. Yesu atusaidie. Ni rehema zake. Ndio maana hii kitabu cha Kutoka 15 inatukumbusha. Anasema ni kwa rehema zake umewaokoa watu hao, umewaongoza watu hao, umewatukuza watu hao. Si kwa sababu taifa la Israeli lilikuwa takatifu. Walikuwa watu wa shingo ngumu, walioasi pamoja na kuona matendo ya Mungu, lakini baada ya sekunde, baada ya muda walisahau. Lakini Mungu kwa sababu alikuwa mwingi wa rehema, yeye ni mwaminifu na ni mwingi, ni mvumilivu. Bwana Yesu atusaidie. Anasema wewe kwa rehema zako umeongoza watu uliowakomboa, kwa uweza wako ulioelekeza hata makao yako matakatifu. Yesu atusaidie. Yesu anatupenda. Tumkumbatie yeye aliye uzima wetu, tukae ndani yake na kukubali kuongozwa naye. Niko kwenye point ya kwanza ya kusema tunahitaji mwongozo wa kila siku, daily guidance. Maana ndani yake tutapata maamuzi sahihi, hekima, akili, nguvu ya kufanya mambo yetu. Haleluya. Lakini katika hili, katika kumwendea Mungu katika mwongozo wa kila siku, kuna vitu unaweza kukutana navyo. Tunahitaji mabadiliko ya kiakili, kimawazo, kimwili, ili tuweze kubadilishwa na kufanana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 12 mstari wa 1 hadi 2, Paulo anatuambia ili tujue mapenzi ya Baba, lazima tukubali wakati mwingine kupokea mabadiliko ya mtazamo, mabadiliko ya akili, mabadiliko ya kihisia. Aonavyo mtu ndivyo alivyo mtu nafsini mwake. Lakini nafsi iliyobadilishwa ikafanana na Kristo itajua mapenzi ya Baba, itajua sheria ya Baba, itapokea maelekezo na kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Haitaongozwa kwa ile kila unachojisikia, bali itaongozwa kwa Roho Mtakatifu. Huyo ni mtu aliyepokea mabadiliko. Mabadiliko. Warumi. Bwana Yesu asifiwe. 12 mstari wa 1 hadi wa 2. Kumbuka ujumbe wetu, chanzo cha uzima, chanzo cha uzima wetu. 1 hadi 2. Nasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndivyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, pate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ya kupendeza. Haleluya. Ili pate kujua mapenzi, lazima ukubali kupokea mabadiliko. Haleluya. Mungu ni upendo, anasema naye kae katika pendo, Mungu ukaa ndani ya mtu mwenye upendo. Haleluya. Maana yake kuna namna mabadiliko ya nafsi, mabadiliko ya akili, mabadiliko ya kimtazamo, mabadiliko ya kihisia. Maana haya yote yanaendana. Haleluya. Topokeeni na maana ndio anasema usifuatishe namna ya ulimwengu. Maana namna ya ulimwengu inakwambia akupigia shavu la kulia na upige la kushoto, lakini Yesu anasema kwa kanuni, anasema akutendeaye mabaya wewe mbariki. Haleluya. Anayekutendea mabaya wewe muombee. Haleluya.
lakini anasema samehe ili nipate kukusamehe. Lakini zaidi ya yote kuna kanuni zilizoambatana na kupokea mabadiliko. Waefeso 3:2. Waefeso 3:2 nasema, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu iliyopewa kwa ajili yenu. Endelea. Ya kwamba kwa kufunuliwa najulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandikia kwa maneno machache. Kwa hayo meyasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika Roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi na urithi mmoja na wa mwili mmoja na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Amen. Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake. Hebu nenda 17 baada ya hapo. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, ikiwa na shina na msingi katika upendo. Ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Acha nikusomee Waefeso 4:23-24 ndio nilikuwa nataka pia tuangalie hapo. Anasema mvue kwa habari ya mwenendo, nimeanzia 22. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani. Utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. 23. Na mfanywe upya katika roho na nia zenu. Mfanywe nini? Upya katika nia zenu, katika roho zenu. Alafu anasema 24, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Haleluya. Haleluya. Huyo ni mtu aliyekubali kupokea nini? Mabadiliko. Lazima ajue kuna vitu lazima vibadilishwe. Kuna vitu Mungu anavifanyia kazi. Tunaipanga nifinyange unifanye kama upendavyo. Si ndio? Nifinyange maana yake aondoe kwenye roho yako vile vitu vinavyokuwa kikwazo. Aondoe kwenye nafsi yako vile vitu vinavyokuwa chukizo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akasema mkavue, mkavae. Kuvua unavua utu wa nini? Wa kale. Mawazo mabaya, tamaa mbaya, uovu wowote na kila hila. Alafu ukishavua unavaa utu mpya uliofanywa kwa namna ya Mungu katika utimilifu wote, utakatifu na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni point tunayosema tunahitaji nini? Mabadiliko. Alafu tukishapokea mabadiliko tunahitaji utakaso. Haleluya. Tunahitaji utakaso ili tuweze kutimilika na ukamilifu ndani ya Yesu Kristo. Jifunze kumtumaini Mungu na tafuta amani na uwepo wa Mungu siku zote. Haleluya. Ya mwisho, pata uzima wa milele kwa kumwamini na kufuata Yesu. Haleluya. Yohana 6:47, ishi ndani ya Kristo, umjue Mungu
kwa kina na kwa kimo kama tulivyosoma katika Efeso 3, ili tubarikiwe na hatua zetu ziongozwe na yeye. Haleluya! Kumbuka tumesema chanzo cha uzima wetu ni nani? Ni Yesu. Haleluya, haleluya. Yohana 6:47. Haleluya, haleluya. Unamfurahia Yesu? Amen. Yohana 6:47 inasema. Ndio. Amen, amen nawaambia. Amen, amen nawaambia. Yesu aminie. Yeye aminie. Yeye aminie. Yuna uzima wa milele. Yeye aminie yuna nini? Na uzima wa milele. Yeye aminie yuna uzima wa milele. Nataka tumalizie hapo. Ishi ndani ya Yesu Kristo, umjue Mungu kwa kina kwa kimo, ili upate uzima wa nini? Wa milele. Na Mungu alibariki neno lake, na tutamaliza na namba 5, tenzi za rohoni, alafu tutaenda kuomba. Haleluya. Jina lake Yesu tamu tukilisikia, hutupoza tena hamu, hutuondolea roho iliyoumia kwanu hutibika. Chakula njani pia raha tukichoka, Yesu raha tukichoka. Jina hili ni msingi ngao, ngome mwamba, kwa hili napata kwangu ni akiba, kwangu ni akiba. Haleluya, Yesu kwangu ni akiba. Oh Yesu, mchunga rafiki ukuhani, mwanzo mwisho njia, haki uzima kifoni, uzima kifoni, uzima kifoni. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali, Bwana zikubali, sifa zangu Bwana zikubali, Bwana zikubali, Bwana zikubali. Haleluya, Bwana zikubali. Yuna na utakapo nitakuja kwako, huko kwako sitaacha kukusifu, sitaacha kukusifu sana, kukusifu sana, kukusifu sana, kukusifu sana.
unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya unaweza kufanya, unaweza mambo makubwa zaidi ya unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya Simama mahali ulipo. Ukinigusa wewe itakuwa sawa. Niguse, ukinigusa wewe itakuwa sawa. Niguse, Yesu niguse, ukinigusa wewe itakuwa sawa. Yesu niguse, Yesu niguse, ukinigusa wewe itakuwa sawa. Niguse Yesu, niguse Yesu, ukinigusa wewe itakuwa sawa. Yesu niguse Yesu, ukinigusa wewe itakuwa sawa. Nipa moyo wangu, Yesu, moyo wangu Baba, moyo wangu Yehova niguse sasa, niguse Yesu, ukinigusa wewe nitakuwa sawa. Baba niguse tena, niguse Baba, ukinigusa wewe nitakuwa sawa. Baba niguse moyo wangu, niguse ukinigusa wewe nitakuwa sawa. Baba Jehova niguse Yesu,
niguse, ama ukinigusa wewe itakuwa sawa. Niguse, ukinigusa wewe itakuwa sawa. Niguse, ukinigusa wewe itakuwa sawa. Moyo wangu, moyo sauti yako nenda mbele za Mungu, mwambie sambuse moyo wako, aondoe vile ambavyo havina utukufu ndani yako, na alete utukufu wake na nguvu zake, ili uweze kupokea neema, ili uweze kupokea furaha, ili uweze kupokea mafanikio. Fungua moyo wako, maana unajua Yesu anazungumza na moyo, na Yesu ana haja na moyo. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo, maana umesema wewe ndio uzima wetu, na ukasema unatupa uzima, na uzima huo ndio ule uzima wa milele. Nasi tuna haja na uzima ulio nao, maana wewe ndio tumaini letu, wewe ndio nguvu yetu, wewe ndio faraja yetu, wewe ndio uzima wetu, wewe ndio nguvu yetu. Tunakuhitaji Baba, tunahitaji rehema, tunahitaji fadhili, tunahitaji rehema zako ewe Bwana, maana wewe ndio ulituokoa kwa kusudi lako, kwa kusudi lako ewe Bwana, ulikomboa taifa la Tanzania na Watanzania walioko ndani yake. Tuna haja na wewe Baba, maana unapozungumza na mtu, unazungumza na mtu mmoja moja, unazungumza na familia moja, unazungumza na nchi, maana sisi tu watu wako, tu watu wa malisho yako, kondoo wako ewe Bwana. Tusaidie Mfalme, tuweze kusikia sauti yako, tuweze kukukaribia, tuweze kukutafuta, tuweze kujenga ushirika nawe, tuweze kujenga ushirika unaodumu, tuweze kupokea mabadiliko ya roho, mabadiliko ya nafsi, maana ndani ya mawazo yetu kuna hila, kuna sumu ya fila. Tuondolee Bwana mawazo mabaya, fikra mbaya, tuweze kupokea uzima, tuweze kupokea amani, tuweze kupokea nguvu inayotuwezesha kuweza kutembea katika utii, tuweze kutembea katika uaminifu, tuweze kutembea katika utakatifu. Yesu wangu na Baba yangu, we need that transformation, we need your guidance, we need your power, we need your mercy. Touch us, oh Lord, reform us, oh Lord, mold us, oh Lord. Let your power, let your fire, the power of Holy Spirit that consume every darkness, that consume every evil, that consume every power of the enemy. Oh Rabasikandaya, katika jina la Yesu, nguvu hiyo ipite ya Roho Mtakatifu, ibomoe madhabahu yoyote katika nafsi zetu, ibomoe uovu wote katika roho zetu, ibomoe uovu wote katika mioyo yetu, ilete uzima wa Kristo, ilete nuru ya Kristo, ilete utukufu wa Kristo, maana tunakuhitaji na nguvu zako, tunakuhitaji na neema yako, tunakuhitaji na utukufu wako, katika jina la Yesu. Baba, tukuse Baba, gusa nchi yetu, gusa viongozi wetu, gusa rais wetu, makamu wa rais, wa viongozi wote. Bwana, wapokee neema yako, wapokee rehema zako, maana hawataweza kuongoza nchi yetu basi kwa maarifa yako, hawataweza kuongoza watu zaidi ya milioni 60 kwa bila nguvu yako na neema yako. Ndio maana Bwana, tunahitaji kama familia mguso wako, kama taifa mguso wako. Tusitupite Bwana, tuwezeshe Mfalme, tuongoze Mwokozi kwa nguvu zako, kwa neema yako, kwa utukufu wako, kwa baraka zako, kwa uwezo wako. Tena Bwana, maana hujawahi
kushindwa, hujawahi kushindwa, hujawahi kushindwa, hujawahi kushindwa, hujawahi kushindwa, hujawahi kushindwa. Wewe ni Jehova, wewe ni mwaminifu, wewe ni Abba Father. We worship you, we glorify you, we thank you Father for who you are. You are the God Almighty. There is no other like you. You are God from the beginning to the end. We worship you, we worship you. We give you praise, we give you honor. We thank you Father. Fela bashukala baba, makaraba sikatata, leke baba riaba sikita, leke raba basikitata, makaraba sikitata la diaba, la pandara kusha, la riaba kushikata. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba.